umepoteza pause hivi baada ya kumuona Sasha kuingia kwenye hizo studio za hapana. Kama akili mtoto wa Kitanga atakuvuruga huyu umepoteza mwelekeo kabisa. Mbona niko happy. Anaona aibu, anajikaza. Anaona aibu. Oi mie. Sasa Tanzania, wewe uhusika hapo ni wapi katika kushiriki Sayari? Mimi naweza kusema uhusika wangu. Uhusika wangu mimi ni rafiki wa main character ambaye ndo chizi mwenyewe. Yaani tumecheza tuna maisha magumu sana. Yaani maisha magumu, yaani kiufupi tia maji sijui nasemaga hivyo henga. Pangu pakavu. Tia maji. Tia mchuzi. Yaani ndo kama hivyo kwa lakini kwa baadaye jinsi maisha yalivyokuwa yanaendelea tukaokolewa na mtoto mmoja mzuri Malaika. Anaitwa Malaika. Mtoto akishua sana. Ndio tukaokolewa naye, lakini kwa baadaye ilipokuwa inaenda kwa baadaye tukamsaliti bwana. Mkamsaliti Saliti kwa moto sana. Sasha, karibu sana bwana kwenye hizi studio za Wasamaria. Shukrani bwana. Karibu sana. Tumekusubiri kwa hamu na Watanzania wote walikuwa wako attention kwa kusubiri. Yaani likitokea swala la kuigiza huwa najitoa sana, napenda kuigiza, ndio maana nilipopigiwa simu tu sikuwa na kipingamizi kwa kweli. Na niliposikia jina la Sayari kasema umo ndani humo kutakuwa na mapicha kibao, kwa na mimi niende nikaonyeshe uwezo. Na kwa nini walikuita Sasha? Jina la Sasha na ndo jina lako halisi au ni kwa ajili tu ya tamthilia ya Sayari? Bwana, jina la Sasha mimi nimepewa. Jina la Sasha nimepewa, jina langu kabisa. Nekaya Hassan. Jina la Sasha nimepewa. Sasa alonipa sikujua alikuwa na maana gani, lakini kwa kweli nimelipenda. Umelipenda? Okay. Na Sayari, tujifunze kitu hapa na Watanzania wote wajifunze. Sayari, kwa nini ni Sayari kwa upande wao? Ingawa wenzio wamejizungumzia kwa upande wao, lakini nataka pia tufahamu kwa nini imeita Sayari. Bana, kwenye jina la Sayari, Sayari haipingani na dunia sana, kwa sababu ukitaja sayari zipo nyingi, lakini kwa Sayari tumeishi sisi. Kifupi movie ni kali, yani ni bonge la picha. Na wakaribisha watu kutazama. Sisi Kiruga tunasema Mbuli Ndala ni jambo zito. Kiwapi hicho tena? Sisi kwetu Morogoro. Morogoro tunajua toka kina nani. Mbuli Ndala jambo zito. Usizungumzie kwa udogo. Kwa hiyo jamani, mimi nawakaribisha kuitazama tamthilia ya Sayari. Ni nzuri sana. Na hisi atakayeangalia episode ya kwanza lazima atatamani kuangalia na episode nyingine. Matukio ni makali sana. Kwa mfano mimi hebu jizungumzie wewe kwanza. Umecheza kama nani? Jamani, kwa wote mtakao tazama Sayari, mimi kiasi. Yaani director bwana sijui ni mchawi. Kwa kweli kwa uhusika ambao nimepewa na niliupokea na nikauact vizuri sana, kwa sababu ni 100% ni maisha ambayo nilipitia. Kiasi. Kwa hiyo nikiact na kuwa na act kwa feelings, internal feelings kabisa. Yaani sio nielezeje, ila ni mengi yametokea, lakini kwa uhusika uliotokea pale na director alionipanga ninakuwa nina act vizuri sana kwa hisia, kwa sababu ni baadhi ya vitu ambavyo nilivipitia. Ambao nishapitia. Yaani kuna yule director yule nina mahusiano, yani nina kama urafiki naye, kama tukiwa tunashoot au kabla ya kushoot huwa tunakaa sehemu tunakuwa tunapiga story, tunaongelea bwana kuhusu maisha, kuhusu hivi na hivi. Kwa huwa namuelezea, sasa sijajua nilipanga kutokana na yale ambayo nilipitia namuelezea au ni sini tu, yani sikuelewa. Lakini kwa kweli ni mambo ambayo nishapitia, ni muda, ni kama miaka 2 iliyopita. Kwa pole sana. Tamthilia Sayari na nikumbusha mbali nikiwa naigiza naumia, lakini kwa sababu ni scene ambayo nimepewa na director, kwa hiyo nakuwa na act. Pole sana. Tanga jamani, Tanga mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa umeigiza kama nani? Najua wengi mlitamani nielezee.
Okay, nitaeleza kwa fupi. Mimi bwana, kwa mhusika mkuu Kilemile ambaye ana mkewe, mimi nimeact kama mchepuko. Lakini mchepuko mimi ni rafiki wa mkewe. Kwa hiyo ni kama dada yangu, tunashauriana mambo hivi bwana, na changamoto na shida gani, lakini mwisho wa siku nikaja kumgeuka rafiki yangu ambaye anaitwa Sakina. Sikuwa na nia hiyo. Na mumewe ambao ndo mhusika mkuu ni Kilemile aliniconvince. Unajua maisha yetu bwana, sisi tu Nichi. Unaangalia. Bwana Kilemile ni malaya. Sasa sijajua ni movie au ni. Usimbwagie mwenzako kwa sababu mpo wote na wewe si mmekubaliana na wewe snitch kwa sababu mke wake Kilemile umesema ni best yako afu wewe snitch. Okay, anyway. Bwana ilivyo ni Kilemile mimi aliniconvince niona nikienda pale kwa mkewe nikisalimiana naye sijui mara nini na mkewe mara nyingi anakuwa anafunguka. Magumu ya mumewe anafunguka kwangu kwa kujua kwamba mimi ni rafiki. Kwa unacheka nini bwana wewe? Yaani yule asalifunguka. Yule tamani bana. Wewe mwenyewe unapokuja umevaa vile kwa hiyo. Hamna jamani. Hata kama ningekuwa mimi. Hauna semaje kaji? Hapana bwana. Sasa kwa upande wa Kilemile, alafu Kilemile aliintroduce hapa kwamba yeye jina lake aka Vitunguu. Naam. Vitunguu. Sahihi, Vitunguu. Kwa hiyo kumbe wewe ndo mchepuko wake. Bwana mimi ndo mchepuko wa dunia, mchepuko wa taifa. Nyanya hii. Bwana. Jamani, mbona mnanipa ubaya? Usifanye nyanya hii. Kwa hiyo tunaivana sana. Haya, bwana. Nyanya bila kitunguu bana vende. Kwenye kachumbari. Kwa hiyo Sasha, kwenye tamthilia hii ya Sayari, wewe kazi yako ulikuwa mimi bwana unatazama pesa tu. Mimi ni mchepuko ambaye mchepuko nilikuwa na malengo yangu. Yule mwanaume alikuwa ananiconvince jamani, kwani nyinyi muone kama maisha magumu, uchumi mbaya sasa hivi. Kwa yule mwanaume akanifuata, akaniambia bwana wewe kweli shemeji hivi na hivi, lakini mimi nitakuhudumia, nitakufungulia mabiashara kama unavyojua tena dada mjini. Ni pale nilipoact lakini sipo hivyo. Wengine tumetoka kijijini huko kuja kutafuta maisha. Mimi nikaona na kweli ni convince kwamba tutakuwa tunafanya siri. Mimi nikasema basi hakuna shida, lakini niliumia kiasi moyoni, lakini kwa maisha ya mjini wadada wengi wanafanya hivyo. Basi mimi nilikubali. Lakini lengo la Kilemile, kumbe bwana Kilemile hakuwa na mchepuko mmoja. Alikuwa ni malaya. Kilemile ni malaya mbwa. Vitunguu. Usimlaumu. Unajua huyu Sasha. Wewe ulitaka mwenyewe. Yule bwana mimi nikinukuu na atoe vitunguu. Na vitunguu kama unavyojua tunapiga pati nyingi. Kwenye mboga au boga ukitaka unaweka kitunguu, kachumbari. Siteteana ndio atakuja kwenye usika. Majina yanaumba kiongozi. Majina yanaumba kama kaitwa vitunguu, shughuli za vitunguu inajulikana, pilika kibao. Mbuli ndala hali ngumu. Bwana wanaume wote mbwanateana. Haya. Sasa bwana Kilemile alikuwa kumbe ana michepuko wengi. Kwa hiyo nia yake alikuwa ni convince mimi na pesa, sijui na nini, lakini akishatembea na mimi apotee. Bwana sio kwa mimi. Kweli? Unajua nini? Ilikutana kitunguu na nyanya, weka kachumbari. Amekosa mwingine pilipili. Sasa sijui pilipili wewe kutoka wapi. Kwa hiyo Sasha. Tanga sasa. Bwana nikampa mambo ya Tanga. Kweli akavurugwa na kwa mkewe huko. Mambo yalikuwa magumu sana. Yalikuwa magumu bwana, akatembea na mimi. Mwisho wa siku ananiambia sijui nini, naona nikimpigia simu okoti, nikimfuata hivi, anakataa, nikimwambia masuala ya pesa kama ilivyokuwa mwanzo, anakataa, akasema huyu itabidi awe fundisho kwa mbwa sio? Sana umembwa. Sasa mimi nikasema huyu atabweka. Sasa alotokea huko mbele sasa yule atanyoka. Sasa ya konga maji ya karafuu Bwana Kilemile kadata na anyway, usimalize utamu sasa. Tumalizi. Mambo ni mengi. Usimalize utamu sasa. Mtasifu sasa. Ndio. Utawamalizia watu wasifuatilie. Bwana pita kali. Mimi ndo mchepuko mwenyewe. Mambo jione mwenyewe. Kwa hiyo sasa unataka kuniambia dunia ikae pembeni. Kwa kweli kama asemavyo ile yani ukiweka dunia na Sayari ni dunia na dunia, lakini matukio yamepishana kwa kiasi kikubwa. Yani ni utamu.
kuna utamu jamani. Kuna goli sio poa. Ni unasikia kiongozi, ndugu mwandishi. Kuna goli alafu kuna goli bora. Kuna goli bora. Lakini yote si magoli. Kwa mimi stima maneno mengi. Kuna goli alafu kuna goli bora. Kwa Sayari ni goli bora ndani ya magoli. Yani Sasha sijajua kwa nini anawatetea fulani hivi, anawekea uzito. Alivyoongea Kaju sahihi. Wale wamefunga goli, sisi tuna goli bora. Yote magoli. Nyinyi kutazama tu watazamaji. Sasha unawasikia? Nimewasikia na kweli wanayoongea ni uhalisia. Ni uhalisia, wawili kwa tatizo kweli. Yupo huyu sasa anazungumza ukweli. Bwana, ni uhalisia. Soon kitu kinakuja kufunika dunia na kila kitu kitakuwa hot sana. Mtapenda na mtatamani kuendelea. Wenyewe tu mtasema kwamba episode bwana zinachelewa kwa kweli. Karibuni sana kuitazama Sayari. Kidogo. Mtoto kutoka Morogoro hapo Kasoro Bahari. Sahihi. Ukimzungumzia Kaju basi unamzungumzia Fantesele pale Morogoro. Unamzungumzia tu kidogo. Sasa umeshika panga sasa. Hilo panga kwanza lionyeshe kwanza kwa Tanzania. Kwa nini panga unaingia? Kwa nini panga? Ili wewe ulitazama umeona hili panga. Hii ni ofisi ndani ya Sayari. Hii ni ofisi ndani ya Sayari. Huwezi kumkuta Kaju huyu hayupo, huyu ni partner wangu. Kwenye Sayari unaponikuta. Maana mtu nilivyo tu nadhani ushajua Kaju toka mtu aina gani. Lakini kama haitoshi pia lazima tujue kwa kutamka mimi mwenyewe. Ili tupate utamu na mshawasha zaidi wa kufuatilia. Huyu bwana ana jina lake, huyu sio panga. Wewe umemwangalia vibaya wewe. Huyu ana majina haya, ana majina mawili. Jina lake la kwanza anaitwa Selemani Kibiki. Alafu jina lake la pili anaitwa Kipwepwente. Kipwepwente. Hebu sema kwanza Kipwepwente. Huyu partner wangu siwezi kumwacha, siwezi kumtupa. Huyu mwenzangu huyu pacha. Kwenye Sayari lazima umuone sana huyu. Kwa hiyo Kaba ukijipendekeza hapo. Yaani kutokana na uhusika ambao nimepewa na director na uongozi wa Sayari na ndio maana nipo hivi. Kaju nimefanya mle nimekuwa ni mtu mmoja wa ajabu ambao mimi yani Sasha usiguni. Ila jamani mimi waliokutana na mimi kwenye Sayari, waliokutana na mimi yani kama ulipata bahati kukutana na mimi kwenye Sayari lazima uachendala. Wanajua lazima uachendala, lazima ukimbie. Ila kwenye Sayari lazima ukimbie. Mimi nina swali jamani. Ipi Kaju sio mwizi kweli? Amen. Well, akiongozi mimi naulisha swali. Tena mimi. Huko kwani sio mchepuko, mbona mweza sana kilimie? Wale wakiongozi. Bwana mimi si mchepuko jamani. Nimesema nilikuwa. Hayo ni maisha ambayo yashapita jamani. Kwa ni muda. Ila huyu mimi siku ya kwanza anakuja hapa. Nakutana naye nikasema Mungu wangu niweke simu vizuri. Na kadeka ngapi nasikia daftari la director limepotea. Daftari sikupoteza mimi wala sikuhusika. Nikasema ile daftari tulingeacha simu ingekwaje? Daftari lishika Tanzania siku location. Umeona? Sababu hizo. Ndugu mwandishi, tulienda location, tulikuwa tuko Pile, mazingira ya Pile. Daftari sikushika mimi, hiyo siku naikumbuka. Daftari shika Mtanzania. Ndio alishika daftari huko nisipewe hiyo kesi siku. Simu msiweke huko ndani. Kwanza mimi na swali. Swali wewe kwani anakuambia Sigida ndio shaka swali nani Sasha? Hivyo ni Mbwenga kipindi mko location. Naam, daftari lilipotea kweli. Mambo ni mengi. Tukirudi tena kwenye upande hapo jambo limetukutanisha hapa ni Sayari. Sayari Kaju kwenye Sayari nimeplay part kama muuni. Nimefanya kwa uwezo mkubwa ambao nipo nao. Ina maana kutoka Morogoro mpaka nafika Dar es Salaam basi wamekubali kitu ambacho ninacho. Na nimewaonesha kweli ndani ya Sayari mtuende mkakitazame mkakione. Naam. Kaju ni mtu fulani. Maisha yake yalikuwa ni ya mtaani, amekulia mtaani. Amelelewa mtaani na wauni na maana hiyo lipo wazi lazima awe na mazingira hayo. Na Kaju ni mtu ambaye familia yake ni familia ambayo inajiweza sana. Lakini ilimkataa ishi na mama mmoja peke yake, dakika za mwisho mama alifariki. Ni visa vingi. Lakini Kaju huyo baadaye atakuja atachukuliwa na baba yake ambaye ni amestaafu jeshi. Ana hela, ana mjengo mzuri, maisha ya kishua. Mbona maliza story bwana. Wakatazame mambo mazuri director na vicheko na vilio.
Yaani tunavyombea sayari, hebu twende tukatazame kwa sababu kuna upendo na maumivu. Kuna hawa kuna sisi mtaani ambao ndio tunasema masela kwa zetu na kunaongea kusema hata tunangata moja fulani.